Baba Askofu, tunakushukuru sana kwa kuungana nasi siku ya leo. Tunawashukuru sana makasisi wote, wake za makasisi mlioko hapa, viongozi wa halmashauri na mikutano ya synod iliyotoka mbali. Leo ni siku maalum sana kwa kanisa na kipekee kwa diocese yetu ya Southern Highlands. Siku ambayo kwa neema ya Mungu imeendelea kuadhimishwa mwaka hadi mwaka, ikiwa ni utamaduni muhimu sana wa kiibada ndani ya kanisa Anglikana. Ibada hii ni moja kati ya ibada ambazo zinaongozwa na kufanywa na askofu wa diocese peke yake. Hamna mtu mwingine anaweza kufanya ibada hii. Kwa neema ya Mungu sisi tumeitwa kwenye nafasi ya askofu, tunaweza kuongoza ibada ya kutabaruku kanisa kuu. Sasa kutabaruku ni nini? Kwa Kiingereza tunaita dedicating. Hili ni neno ambalo tumelizoea sana na tumelitumia. Kiukweli wengi wetu tukisikia kutabaruku kanisa tunaelewa maana yake. Na neno hili sio tofauti sana na kubariki. Huku ni kutabaruku, dedication. Kubariki ni consecration. Kwenye Kiingereza wametofautisha hivyo. Kwa hiyo hakuna tofauti kubwa sana, lakini wanazuoni wanasema kuwa kutabaruku ni zaidi ya neno kubariki. Ni neno linalotia mkazo zaidi ya neno kubariki. Tendo hili la kiimani la kutabaruku kanisa ni la zamani sana, la kitambo sana. Wayahudi waliita Hanuka au sikukuu ya Wamakabayo. Hii ilikuwa ni tofauti kidogo, maana kutabaruku wao kulichukua karibu siku 8. Wanaenda hii sherehe ya leo, sisi tumechinja ng'ombe tunakula siku moja tu. Wao walikuwa wanafanya siku 8 za kutabaruku kanisa, wale Wayahudi. Tutakumbuka mwaka 165 kabla ya Kristo, kuna jamaa aliyeitwa Yuda Makabayo na wenzake walitakasa hekalu la Yerusalemu na altare yake kama tulivyofanya sisi leo. Na walifanya hivyo kutokana na unajisi uliosababishwa na mfalme Antioko Epifane. Alifanya unajisi mwaka 168 kabla ya Kristo alipodhulumu Uyahudi. Kwa hiyo tendo hiki cha kutabaruku kinafanya kazi ya kuondoa najisi ndani ya hekalu. Na ilifanywa hivyo tangu zamani. Kuna mambo mengi tunayoyafanya humu. Wakati mwingine tumeingia humu tumegombana. Wakati mwingine tumeingia humu na tunguli zetu, najua sasa hivi wote tumeziacha. Bado kuna watu na tunguli? Zitadondoka kanazo. Mtaaibika, shauri zenu. Kwa tumefanya vitu vingi ambavyo vimelichafua kanisa. Na ndio maana kila mwaka tunataka kurudi wakati fulani kuomba rehema za Mungu. Ndio maana tulianza na litania tukimlilia Mungu. Tumesema maneno mengi ya maandiko ya kuomba utakaso mahali hapa. Kwa sababu tunajua kwa kujua au kutokujua kwetu tumelinajisi kanisa la Mungu. Katika Biblia pia tunaona Yesu, ukisoma Yohana sura ile ya 10 mstari wa 22. Unaona Yesu alikwenda kushiriki ibada kama hii. Iliitwa the renewals. Alikuwa akielekea kwenye kutabaruku. Ukisoma Yohana 10 mstari wa 22. Utaona habari hii. Neno la Mungu linasema kwenye Yohana 10 mstari ule tu wa 22. Linasema, basi huko Yerusalemu ilikuwa sikukuu ya kutabaruku na ni wakati wa baridi. Na Yesu akitembea hekaluni katika ukumbi wa Selemani, kwa hiyo Yesu alikuwa amekwenda kwenye hiyo shughuli ya kutabaruku kanisa. Sasa wapendwa, bila kujali hayo maelezo yote ninayoyasema kuhusu kutabaruku, kutabarukiwa kwa kanisa maana yake ni kutenga kanisa kwa ajili ya maadhimisho ya mafumbo matakatifu. Na ndio maana Askofu Mwela hapa alikuwa mkali kidogo leo. Kwa sababu mahali hapa ni patakatifu. Tumetoka kutabaruku kanisa, alitamani kicho cha ibada. Ukimya, focus yetu inakuwa ni Mungu peke yake. Sio mahali tunapokuja kupiga hadithi. Hadithi tunapiga kule nje, tukiingia humu ndani tunaongea na Mungu. Kwa hiyo maadhimisho ya mafumbo matakatifu ya kanisa kwa ajili ya sifa, utukufu na ukuu wa Mungu. Na ni katika mantiki hii kanisa linaitwa nyumba ya Mungu. Makao ya watu wa Mungu,
mahali ambapo watu wa Mungu wanakutanika kusali, kuabudu, kumtukuza, kumuomba na kumshukuru Mungu kwa wema, huruma na ukarimu wake wa daima. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, hapa ni mahali ambapo Mwenyezi Mungu anasubiri kukutana na waja wake. Hii ndio sababu wazee wetu kuanzia katika Agano la Kale hata leo wameendelea kufanya na kufuata utaratibu huu wa kutabaruku kanisa. Ni kwa kuwa walitambua kuwa mahali hapa panapaswa kuwa patakatifu wakati wote. Leo hii hali ni tofauti sana. Hicho ndani ya nyumba za ibada kimepungua sana. Tunaona mambo ya ajabu sana yakitendeka ndani ya nyumba za ibada. Mambo ya ajabu kabisa. Wakati mwingine tumegeuza nyumba za ibada kuwa kama kumbi za kufanyia matukio. Na hii inanikasirisha, na ninawasihi sana wahudumu wenzangu, tusaidiane, tuyaache makanisa yetu kuwa nyumba za ibada. Ziwe nyumba za ibada, mahali patakatifu. Tusizigeuze kuwa kumbi za kufanyia matukio. Tukio hili la leo la kutabaruku kanisa kuu litufikirishe na kuturejesha katika misingi ya utamaduni wetu wa kuheshimu nyumba za ibada. Kutabaruku kanisa kutukumbushe jambo muhimu sana. Nalo ni kuwa mahali hapa au nyumba hii ni nyumba ambayo imetengwa, imewekwa wakfu. Ni mahali patakatifu. Sio kama ninaweza kutumia lugha nyingine ya kusisitiza hii, lakini natumaini ninaeleweka nikisema hapa ni mahali patakatifu. Ndio maana tunasisitiza kichwa cha ibada wakati wote tunapoingia hapa. Ndani humu sio mkutano, ukumbi wa mkutano. Mahali hapa, wapendwa, sio dancing floor. Sio stage ya kuja kuonyesha umaarufu wetu na uwezo wetu wa kukata viuno. Sio dancing floor. Sio mahali pa kujiburudisha. Hapa tunakuja kumwimbia Mungu. Kuna watu wanasemaga ibada zao hizi ziko boring. Unatoka yani hata hujajisikia. Ukitaka kujisikia kuna klabu nyingi sana. Mbeya pazuri, nenda utajisikia tu kule. Hapa anayejisikia ni Mungu, ndiye tunayempelekea sifa na utukufu. Yeye ndio peke yake wa kusifiwa na kuburudishwa. Tunamwimbia yeye. Ni kweli wanasema haya imeandikwa kwa zeze na vinubi nini, Daudi alicheza mpaka ngozi ilimtoka. Haikuwa kwa ajili ya burudani yake yeye, ilikuwa kwa ajili ya kumwabudu Mungu na kumtukuza Mungu. Kwa tukija kama tunataka kujiburudisha tumekosea. Kama tunataka kumwimbia Mungu kwa sifa na utukufu, hapa ni mahali pake. Tukumbuke kufanya hivyo huku tukiwa focus yetu ikiwa ni Mungu. Kwa hiyo kutabaruku kanisa kuturejesha katika misingi ya utamaduni wetu wa kuheshimu nyumba za ibada. Na ninaposema haya, nataka sote tukumbuke kwa makanisa yetu yote ni nyumba za ibada zilizotengwa maalum kwa kusudi hilo la ibada. Sio kanisa kuu tu. Tumetabaruku kanisa kuu leo, lakini niwasisitizie tena ndugu zangu makasisi, nyumba zetu zote hadhi yake inafanana. Ni nyumba zilizotengwa maalum kwa kusudi la ibada. Wapenzi, kanisani ni mahali pa kukutana na kuzungumza na Roho Mtakatifu. Kuzungumza na Kristo katika sala, katika ibada ya ushirika mtakatifu. Ni mahali pa kusikiliza kwa makini Roho Mtakatifu anataka kuliambia nini kanisa kwenye nyakati hizi. Kanisani ni mahali ambapo tunapata nafasi ya kukutana na kutajirishana kutokana na karama, vipawa na utume mbalimbali ambao Mungu ametujalia. Tumejaliwa vipawa vingi tofauti tofauti. Wengine ni waimbaji wazuri, wengine makenta, hata wakiwa maaskofu bado ni makenta. Wanatuweza kutuongoza kwenye ibada, wengine ni watu ambao wangeweza kutusaidia hata kwenye kuhesabu sadaka, kusimamia shughuli za kanisa kama wazee wa kanisa na kadhalika na kadhalika. Tukija pamoja tunatajirishana kwa hivi vipawa tofauti tofauti na karama tulizonazo. Kwa hiyo hapa ni mahali ambapo tunakutana tukiwa na mioyo iliyo wazi. Mahali tunapoweza kuelezana ukweli kwa upendo na kusaidiana. Tunaelezana ukweli kwa upendo. Jamani, semeni ukweli kwa. Sio mahali pa kuleta fitna. Ni mahali ambapo sio pa kuleta hasira wala ugomvi wala chuki.
bali upendo unaotupeleka kuwa karibu na kutukutanisha na Mungu. Ni mahali ambapo tunakusanyika badala ya kusutana na kuchekana kwa kuwa tunajiona bora kuliko wengine. Ni mahali tunakusanyika, tunasikilizana sisi kwa sisi na kupata muda wa pamoja wa kumsikiliza Roho Mtakatifu ili aweze kutufunulia njia na lugha mpya, ili kuzama katika ukweli wa mambo. Roho Mtakatifu anawataka waumini kusikiliza maswali ya watu waliokata tamaa, kuwa sehemu ya matumaini ya watu wanaokuja kanisani wakiwa wanyonge. Watu wanakuja na mizigo mahali hapa. Kwa hiyo si stahili wakafika hapa wakakatishwa tamaa zaidi kwa sababu ya jinsi tunavyowachukulia. Hiyo ni dhambi kubwa. Tunataka watu wakija hapa wakitoka watamani kukaa humu ndani, kwa sababu nje kuna mizigo ya kutosha. Lakini sije ikawa wakija hapa wanaondoka na mizigo mikubwa kuliko walioingia nayo. Hii ni mbaya sana. Watu wanataka matumaini wanapokuja kanisani. Kuna mapigo mengi ya dunia yanayowasumbua. Watu wanapokuja kanisani wanakuja kutafuta faraja, wanakuja kutafuta amani, wanakuja kutafuta upatanisho. Isije ikawa watu wanakuja kanisani ndio mahali ambapo wanakuja kutenganishwa na kusababishiwa ugomvi. Watu waje kanisani kutafuta amani, waipate amani, kutafuta faraja, waione faraja, kutafuta upatanisho, wauone upatanisho ndani ya kanisa. Watu hawaji kuumizwa. Hamna mtu anayetoka huko kwao anakuja kanisani amejiandaa kuja kuumizwa. Hivi kuna mmoja alishai kujiandaa kuja kuumizwa ndani ya kanisa wakati wa kuja kanisani, kwamba umejipangilia leo sijaumizwa siku nyingi, ngoja leo niende kanisani? Lakini ndio maisha yanapokuwa. Wakati mwingine inakuwa kama vile umekuja kutafuta matatizo ndani ya kanisa. Hiyo ni mbaya. Watu hawaji kuumizwa kwa maneno makali na mitazamo iliyosheheni hukumu zinazoelekezwa kwao kwa vidole vyetu visivyo na huruma. Kuna wakati mwingine tunakuwa tunanyosha vidole bila huruma kuwanyoshea watu ambao wanatafuta faraja. Watu hawaji kupokea matumaini ya uongo ya kuwatuliza ili waondoke na kurudi siku ijayo kuleta sadaka. Wakati mwingine na wahudumu wenzangu niwaambie vizuri sana hivi. Tusiyafanye makanisa yetu kuwa sehemu ya watu wameshindwa sasa wafanye nini, basi angalau waje wapate panado humu ndani. Tunawapa tu matumaini. Lakini nia yetu ni kwamba waende afu warudi tena watuletee tena sadaka, si ndio? Tunapaswa kuambia ukweli na tumaini la kweli la Kristo. Tuambie watu ukweli. Na sisi wote waumini tupeane taarifa za ukweli kupitia maandiko matakatifu. Kwa sababu watu hawaji kupata suluhisho la muda mfupi. Wanapokuja kanisani wanakuja kutafuta suluhisho la kudumu la shida walizonazo. Suluhisho ambalo ni kwa njia ya kufundishwa kumjua Yesu Kristo peke yake na kujifunza kusikia sauti ya Roho Mtakatifu, ndio wanaweza kuisikia. Hawawezi kupata kusikia hayo katika nyumba iliyojaa kelele na fujo isiyotoa nafasi ya kuwepo kwa kicho cha ibada. Huwezi kusikia. Utamsikiaje Roho Mtakatifu huku mwingine anaongea na simu, hata kama unainama hivi chini ya nani? Hivi hizo simu huwa zinakuaga zinafanya nini? Mimi sijawahi kufa hata siku moja. Mimi simu yangu siku zote nikiingia kanisani imebaki kwenye gari au ofisini kwangu. Na sijawahi kupata ajali kwa sababu sina simu. Lazima uwe nayo. Lazima uwe nayo tu ndani na kutext kidogo. Shetani anafanya kazi vizuri kupitia simu. Na minong'ono na chokochoko, umevaaje, nywele zake zimekuaje? Tunakuondoa tu kwenye uwepo wa Kristo, nywele tu za mwenzio. Nywele tu au kitenge kipya. Unajua unaweza kukosa ufalme wa mbinguni kwa sababu ya kitenge cha jirani yako. Unajua hiyo hatari? Maki kawivu kana kuingia, kachuki. Na katamaa kanakuja pia. Watu wanapokuja kanisani wajifunze neno la Mungu, waisikie sauti ya Roho Mtakatifu. Tukipiga makelele ya hovyo hovyo, tukacheza, mimi napenda nyimbo jamani, sisemi vibaya, lakini mkiimba wakati mwingine tunakwazika. Na utaratibu wa kuimba mmegeuzia migongo madhabahu, sijui ndio na wenyewe unakuaje wapi? Hamwezi kusimama hivi mkaimba, au hata kwenye sisi tulipokuwa tunaimba zamani tulikuwa tunasimama tu kwenye mabenchi yetu tunaimba.
si ndio? Tuitazame madhabahu. Sasa si wengine kule ndio tuna bahati mbaya, huwa tunakaa kule madhabahuni, basi tunaonyeshwa staili zote za waimbaji. Tunashukuru, lakini tunaomba sasa mwanze kutafuta njia nyingine. Hizo tumeshukuru zinatosha, kwa sababu zinatupotezea tunashindwa kusikia ile sauti ya Roho Mtakatifu, zinaleta kelele. Hapa ni mahali ambapo tunatafuta kuwa na kicho cha ibada, kicho cha ibada. Tuwe waangalifu sana tunapoiga tamaduni nyingine, kwa sababu ziko tamaduni nyingi na tumeiga sana Waanglikana. Tumepoteza tamaduni nzuri sana za Kianglikana. Zile tamaduni nyingine tunazoziiga zinatumia mbinu za kimhemko kuwaleta watu, na ni kwa manufaa ya wanadamu, sio kwa ajili ya Kristo. Ni kwa manufaa ya wanadamu. Sasa tunaenda tu kwa kichwa tu, tunaingia tunaziiga tu, kwa sababu tunafikiria yule mchungaji wa ile ministry anapata fedha nyingi sana, kwa hiyo na sisi tukifanya hivyo watu watatuletea hela. Sikiliza, tumia tu akili yako, muamini Mungu. Una haja ya kuiga hivyo vitu. Liturujia yetu ni nzuri sana, tusimamie tu hilo liturujia. Wanaotaka mihemko wataenda, watajua thamani ya mihemko, pengine watarudi, pengine watapotea. Sisi tuendelea kuwaombea, lakini tusiende nao. Unajua, na sisi tunaenda huko ila kwa kufanya humu ndani, kwa sababu tunachukua hizo tamaduni tunazileta humu. Si tumeenda na sisi huko? Tuwe waangalifu sana. Kanisani ni mahali ambapo lazima tuweke mkazo katika sanaa ya kusikiliza kwa makini na kulielewa neno la Mungu. It's an art kulisikiliza na kulielewa neno la Mungu. Neno la Mungu ni ufunguo wa mang'amuzi na mwanga wa maisha ya kiroho. Kupitia neno watu wanaelewa kweli ya mafumbo ya sakramenti ya kanisa. Baba Mwela, wakati ukiwa kijana hivi ulisikia watu wakihubiri kwa makelele sana? Imetoka wapi hiyo? Mbona tulikuwa tunahubiriwa tu kawaida, tunaelewa? Mpaka sauti iwe na mikwaruzo. Jamani, huyu Yesu amebadilika nini? Yesu wa siku hizi anahitaji makelele na manguvu. Yaani yeye haeleweki tukiongea kawaida, haeleweki. Unajua kinachofanywa hapo ni usanii tu, kutengeneza mihemko ndani yako, halafu unabebwa na huo mto. Tunaweza, wahudumu wenzangu, tunaweza tukahubiri tu kawaida, watu wanaelewa. Tuwaambie polepole kwa sauti ya upendo, tuwafundishe watu. Tusiwatishe na kuwapa mihemko na ya nini? Ya nini? Umeshindwa kutumia nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako, umeiweka pembeni, sasa unatumia nguvu zako za binadamu. Kwa sababu anayefundisha kiukweli ni Roho Mtakatifu. Sisi tunatumika tu kama chombo. Sasa wewe umeamua kumweka Roho Mtakatifu pembeni, utumie nguvu zako mwenyewe. Hasara kubwa. Hasara kubwa sana. Lazima neno la Mungu lifundishwe vizuri, kwa upole. Watu wanapokuja kanisani waelewe mafumbo ya sakramenti za kanisa. Watu wafunuliwe madhaifu yao ili waweze kuielekeza mioyo yao kutafuta toba. Sio kwa kutishwa, kwa kuelezwa yale yanayomchukiza Mungu na yale yanayompendeza Mungu. Pole pole mioyo yao ione udhaifu uliopo, waweze kuanza kutafuta toba. Lakini hilo haliwezekani kama ibada zetu zitakuwa zimejaa vurugu. Haliwezekani. Wapendwa, ni lazima tutambue na kukumbuka kwamba Kristo Yesu ndiye jiwe kuu la pembeni, na kila muamini anapaswa kujengeka na kuwa ni jiwe hai, ili waamini wote waweze kutembea kwa pamoja katika umoja, ushirika na utume. Bila uwepo wa Yesu Kristo kati yetu, kanisa kama jengo litageuka na kuwa ni uwanja wa fujo, watashika nguo kuchanika. Neno la Mungu liwe ni dira na muongozo wa maisha kwa kumsikiliza Mwenyezi Mungu anayezungumza pamoja nasi kutoka katika undani wa mioyo yetu, yani dhamiri nyoofu. Unajua ni ujumbe wa Bwana, sio ujumbe wa Askofu Jacob. Sawa jamani? Tukileta mawazo yetu
kwamba tunataka kumsikia Mungu akisema nasi, tutamsikia Mungu. Tukitaka kumsikia Kaemele akiongea na kuadmire anavyoongea, tutamsikia yeye tu. Halafu itakuwa imeishia hapo tu. Haitatusaidia sana. Lazima uwepo wa Kristo uwe kati yetu. Ni lazima tuiachie nafasi Roho Mtakatifu ili aweze kutuongoza katika kufikiri na katika kutenda. Sisi waumini wote tunapaswa kujisadaka. Kama ninaeleweka nikisema kujisadaka, tunapaswa kujisadaka bila kujibakiza kwa ajili ya Mungu. Kujitoa kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya jirani zetu, kwa kuwa ni sadaka safi inayompendeza Mungu pamoja na jirani zetu. Kanisa, nyumba ya Mungu na hekalu la Roho Mtakatifu ni mahali ambapo Kristo Yesu anaendelea kujitoa sadaka katika sakramenti ya meza ya Bwana, ambayo hata leo tutashiriki na tunashiriki kila mara tukija kanisani. Hiyo ni sehemu muhimu sana sana ya ibada yetu. Na ni mahali ambapo tunapaswa kuzingatia sana. Na ndio maana nakwazika tukiwa tuko kwenye sakramenti ya meza ya Bwana, halafu kuna vurugu zinaendelea hapa. Sababu pale ndio mahali ambapo hasa imani yetu na kazi aliyoifanya Kristo. Kwa Mwanglikana anayejitambua, unajua thamani ya ushirika mtakatifu. Sio kitu cha kuchezea. Sio kitu cha kuchezea. Kwa hiyo Yesu Kristo anaendelea kujitoa sadaka katika sakramenti ya meza ya Bwana kila siku. Na waamini tuliompokea Kristo Yesu katika maumbo ya mkate na divai, tunapaswa nasi kugeuka na kuwa ushirika mtakatifu. Mkate uliomegwa na kutolewa kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya sisi sote. Ni lazima tujenge utamaduni wa kusali na kushiriki kamilifu katika maisha ya utume wa kanisa kwa njia ya sakramenti za kanisa, na hasa sakramenti ya meza ya Bwana na sakramenti ya toba. Kwani hizi ni sakramenti pacha. Unajua huwezi kusema sakramenti ya meza ya Bwana bila kuwa na sakramenti ya toba. Sio kama naeleweka nikisema hivyo. Kwa sababu hatuwezi kuja kupokea mwili na damu ya Kristo kabla hatujasafishwa na kutubu na kunuia kuacha madhaifu yetu. Kwa hizi ni sakramenti pacha. Na ndio maana tukianza tu ibada ya ushirika mtakatifu, ni lazima kwanza tutasema sala ya toba. Lakini pia wakati wa ibada yenyewe, ukiifuatilia vizuri, unajua tukishasema ile sala, halafu tunaanza kusema daima milele na milele, Bwana akae nanyi, inueni mioyo yenu. Tunawakaribisha tukiwa kwenye madhabahu kuinua mioyo kwenda mahali patakatifu pa patakatifu, mbele ya kiti cha enzi, na wote tunashirikiana kwenda mbele ya patakatifu pa patakatifu. Na ndio maana tunasema sana, Bwana uturehemu, Kristo uturehemu. Bwana, tuko mahali patakatifu pa patakatifu. Tunahitaji lazima tutubu, mioyo yetu isafishwe ili tuwe na uwezo wa kupokea sakramenti. Na tukifanya vizuri, lazima italeta mabadiliko katika maisha yetu. Kwa hiyo lazima tujenge utamaduni na kujifunza kushiriki kamilifu katika sakramenti hizi za meza ya Bwana na ya toba. Tunapaswa kuacha ubinafsi na tabia ya kujitafuta wenyewe, na badala yake Kristo Yesu apewe kipaumbele cha kwanza katika maisha ya utume wa kanisa. Ni lazima tuufie ubinafsi wetu. Lazima tuufie ubinafsi wetu. Vile vitu tunavyovitamani sisi kama binadamu, ni lazima tukubali kuachana navyo kwa sababu ya Kristo. Ni katika muktadha huu Paulo anawaandikia kanisa la Korintho. Ukisoma waraka wa kwanza kwa Wakorintho, sura ile ya ilikuwa ya 10 mstari wa 11, anasema kwa kadri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi wenye hekima, naliuweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake. Lakini kila mtu naangalie jinsi anavyojenga juu yake. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Huo ndio msingi. Sisi wengine tunapokuja katika ibada hizi, katika sakramenti hizi,
tunajenga lazima tukae katika msingi ambao Kristo mwenyewe ndio ameuweka. Sisi tunajenga juu ya huo msingi, Paulo anasema. Sasa nimalizie kwa kurudia mambo matatu ambayo nilijaribu kuyasema katika kutafakari hii, katika siku hii muhimu ya ibada ya kutabaruka kanisa kuu. Moja, nimesema ibada hii inazungumza habari ya umoja wa watakatifu wa Mungu na nafasi tunayoipokea kwa neema ya kuomba kwa kuimarika umoja wetu kama kanisa, yani mwili wa Kristo, mahali pote, lakini kipekee katika dayosisi hii baina ya waamini na askofu katika ngazi zote, kuanzia maarchdeacon, makenani, makasisi, mashemasi, makatekista na waamini wote, kwamba kanisa la Mungu katika dayosisi hii iwe alama ya rehema ya Mungu kupitia Yesu Kristo. Iwe ni sehemu tunapoweza kuuona upendo wa Kristo. Dayosisi hii iwe ni alama ya utume wa kupeleka injili ya wokovu kwa watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kufanya hayo kama hatutakuwa katika umoja, kama hatutaishi katika kupendana, kama hatutaishi katika kusaidiana, kushirikishana. Tukiishi katika hayo, tutaweza kuyatimiza malengo haya, kwamba tutaweza kuwa alama ya rehema ya Mungu. Watu wakitutazama wanaona kweli Mungu ameinuliwa, watu hawa wamesamehewa dhambi zao, watu hawa wanampenda Kristo. Watu watauona upendo miongoni mwetu utakao tafsiri upendo wa Kristo kwa mwanadamu. Hatuwezi kumhubiri Kristo Yesu mwenye upendo kama sisi wenyewe hatuwezi kuonyeshana upendo. Haiwezekani. Haiwezekani. Na neno la Mungu linatukumbusha hivyo mahali pengi. Lakini hatuwezi kufanya kazi ya injili kama hatutakuwa na huo umoja na mshikamano na upendo kama kanisa. Hilo ni jambo la kwanza. La pili, ibada ya kutabaruka kanisa kuu haitukumbushi habari ya jengo tunaloliita kanisa, bali zaidi sana yale mambo matakatifu yanayofanyika ndani ya jengo hili. Na kama nilivyosema, hususan ibada ya ushirika mtakatifu. Sakramenti za kanisa ni namna ya msingi ambayo Mungu anaitumia kututenga maalum kwa ajili yake. Na kupitia sakramenti tunapokea neema ya Kristo ili tufanane naye na kufanywa watakatifu tulioteuliwa na kutengwa mbali na dunia, ili tuweze kuiombea dunia na kuiletea utakaso kwa matendo yetu ya huruma na upendo. Hatuwezi kuleta tofauti katika dunia kama sisi ni wa dunia pia. Kama naeleweka nikisema hivi. Yaani tunahitaji kuiombea dunia. Ili tuweze kuiombea dunia ni lazima tuwe tumetengwa na dunia ili tuweze kuiombea dunia. Kwa hiyo matendo yetu mema yanamletea Mungu utukufu. Tusipokuwa na matendo mema, hatuwezi kumhubiri Mungu. Mungu hawezi kuonekana katika maisha yetu. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu na la mwisho ni lile analotukumbusha Paulo katika barua yake ya kwanza kwa Wakorintho, sura ile ya 6 mstari wa 19 na 20. Sasa hii ni tafsiri nyingine tena ya hili kanisa la Mungu. Tunaposema kuhusu kutabaruku kanisa, tumelibariki na kulitakasa na kuliondoa najisi jengo hili, lakini sisi wenyewe je, tunaoingia humu ndani? Paulo anasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi, mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Bwana Yesu asifiwe. Tukuzeni Mungu katika miili yenu. Ibada ya kubariki kanisa kuu itukumbushe kuwa kila mmoja wetu kupitia zawadi ya neema ya sakramenti mbalimbali za kanisa tulizopokea, tumetakaswa na kutengwa kwa ajili ya Mungu. Kila mmoja wetu. Sisi ni watakatifu tuliopo duniani. Tumetengwa kwa ajili ya Mungu. Kila Mkristo kupitia ubatizo amefanyika mahali pa kuketi utatu mtakatifu wa Mungu. Kama wewe umebatizwa, ujue umefanywa kuwa mahali pa kuketi utatu mtakatifu wa Mungu. Labda ufanye kiburi na kuwafukuza. Nani yuko tayari kumfukuza utatu mtakatifu wa Mungu? Yaani utaki Baba, utaki Mwana, utaki Roho Mtakatifu akae ndani yako. Tukisema hivyo hamna anayenyosha mkono. Lakini tukiangalia matendo yetu, je, hayasemi hivyo? Sisi ni watakatifu wa Mungu. Tumetengwa kwa ajili ya Mungu. Tumefanyika mahali pa kuketi utatu wa Mungu. Hivyo basi, kama Mtakatifu Paulo
anavyosema, wewe ni hekalu la Mungu, mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako. Ni lazima tumkaribishe huyu mgeni Roho Mtakatifu kwa kuzifanya roho zetu kukaa mbali na dhambi. Kila siku tujichunguze na kuzitathmini njia zetu. Tunapogundua udhaifu wetu, tuungame kwa kusali sala ya toba na kuja katika nyumba hii na nyumba zingine zilizoko katika maeneo mengine. Tuje kushiriki ibada ya sakramenti ya chakula cha Bwana. Kwa jinsi hii tunashirikiana na neema ya Mungu, naye anapata nafasi ya kutujenga. Hivyo basi, ibada hii ya kutabaruku kanisa inatuleta sisi mmoja mmoja katika kukua zaidi, kutambua wajibu wetu wa kuishi maisha ya utakatifu. Mwisho kabisa, kwa leo tukumbushane maneno ya Paulo kwa kanisa la Korintho tena. Anapoandika barua yake ya kwanza kwa Korintho sura ya 3 mstari wa 17, anasema, kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, naogopa kusoma kinachofuata au nisome. Anasema hivi, kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo nyinyi. Mimi naogopa nikisikia maneno. Sijui wewe. Anasema kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Hili tangazo mimi naona linatisha sana. Na linatisha sana kwa kuwa inawezekana kabisa linanihusu. Linanihusu mimi. Inawezekana pia linakugusa wewe. Kwamba tumeliharibu hekalu la Mungu. Yaani sisi wenyewe kwa kuenenda isivyopasa. Basi tunapotabaruku kanisa kuu na kulitakasa, na iwe nafasi muafaka kwa kila mmoja wetu asubuhi hii kwa unyenyekevu mkubwa kumrudia Mungu na kujikabidhi kwake. Tukijisemea kwa yale yote, twende tukajisemelee. Wakati tukiwa watoto unasema kajisemelee mwenyewe. Twende tukajisemelee kwa Mungu kwa yale yote ambayo tunajua kuwa yameharibu hekalu la Mungu lililo takatifu. Vinginevyo atatuharibu. Ndio alivyosema kwenye neno lake. Kila mmoja wetu atakaswe na kuanza upya, ili sasa tunapokusanyika kama mwili wa Kristo ndani ya kanisa hili tulilolitabaruku na katika makanisa yetu ndani ya hekalu lake ambalo halina unajisi, sasa nasi tusiwe najisi. Haleluya. Yaani sisi tuwe watakatifu ndani ya kanisa takatifu la Mungu, mahali ambapo Mungu mwenyewe yupo. Sisi tukalitakasa kanisa sisi wenyewe najisi tupo. Kwa hiyo tumeingia tu tena tumeliharibu tena. Inabidi tuwe tunatabaruku kila siku asubuhi. Yaani tukitoka tu pale nje turudi kutabaruku tena. Lakini tukijitakasa sisi wenyewe, tukiomba toba, tukiwa safi, tukikaa kanisa ndani ya kanisa hili lililo safi, Kristo naye atakaa pamoja nasi. Tujue kuwa tunapokusanyika kama mwili wa Kristo ndani ya hekalu lake ambalo halina unajisi, nasi tusiwe wanajisi wana wa Mungu. Tuwe wana wa Mungu waliopokea kwa neema upatanisho na utakaso uliotengwa maalum kwa kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe.